mkuu wa wilaya ya Arusha, Mheshimiwa Dr. Mwamini Tuli, mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo cha uhasibu Arusha, Profesa Eliamani Sedaeka, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, wajumbe wa baraza la uongozi wa chuo, Dr. Grace Indinga, naibu mkuu wa chuo, taaluma, utafiti na ushauri wa kitaalamu, Dr. Eliakira Nko, naibu mkuu wa chuo, mipango, fedha na utawala, viongozi mbalimbali wa serikali, chama na taasisi binafsi, viongozi wa dini, wafanyakazi wote wa chuo cha uhasibu Arusha, ndugu wahitimu, wazazi na walezi, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, naungana na wote waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kufika siku hii ya leo. Ni heshima kubwa kupata nafasi ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu. Ni siku ambayo tunatafakari safari ya elimu na kujivunia mafanikio ya wanafunzi wetu ambao leo tunawapongeza kwa kufanikiwa kukamilisha hatua nyingine muhimu sana katika maisha yao. Nianze kwa kuwapongeza sana chuo cha uhasibu Arusha IAA kwa kuanza na baraza la uongozi wa chuo, mwenyekiti, management ya chuo, wahadhiri na watumishi wote kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuandaa wataalamu mahiri wenye weledi, maadili na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira la sasa na la baadaye. Ni dhahiri kwamba IAA imeendelea kukua, kubadilika na kuimarisha mchango wake katika maendeleo ya taifa. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka mkazo katika kuboresha elimu ya juu, kukuza uchumi wa kidijitali na kuongeza ubunifu, maadili, ujuzi na ushindani wa kimataifa. Kwa miaka ya karibuni tumeshuhudia mageuzi kupitia haya yafuatayo: mageuzi ya elimu ya juu kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HEET, mwelekeo wa serikali wa uchumi wa viwanda na uchumi wa kidijitali digital economy, ajenda ya taifa ya kujenga wataalamu wenye ujuzi, maadili na ubunifu. Ninafurahi kuona kwamba IAA imekuwa mstari wa mbele katika kutekeleza maono haya. Chuo kimewekeza katika miundombinu, ubora wa kufundisha, utafiti, teknolojia na mitaala inayojibu changamoto na mahitaji ya jamii. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akitoa hotuba yake ya ufunguzi wa bunge la 13 tarehe 14 Novemba 2025, alionyesha dhamira ya serikali ya kuleta maendeleo katika sekta ya elimu. Moja ya mambo muhimu aliyozungumzia ni pamoja na azma ya serikali ya kujenga matawi ya vyuo vya elimu ya juu kila mkoa, jambo ambalo limeongelewa hapa na mkuu wa chuo, lakini pia mwenyekiti wa baraza la uongozi. Nawapongeza kwa utekelezaji wa maono haya kwa kuendeleza ujenzi katika kampasi ya Songea na kuanzisha kampasi mpya ya Bukombe kwa mwaka wa masomo 2025-26. Kuongeza kampasi kutatoa mwanya kwa Watanzania wengi kupata elimu na ujuzi karibu na maeneo wanayotoka. Hii itapelekea kupunguza vijana kuhamia miji mikubwa na hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi katika kona zote za taifa letu. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi,
inayotilia mkazo ufundishaji kwa vitendo na ufundishaji unaowezesha mwanafunzi kuwa job ready mara anapohitimu. Hii inahakikisha pia wahitimu watapata ujuzi unaohitajika moja kwa moja katika soko la ajira kwenye maeneo kama uhasibu, fedha, manunuzi, tehama, masoko, ukaguzi wa hesabu, mawasiliano ya umma, uchumi, kodi, benki, bima, utalii, usimamizi wa biashara na maeneo mengine. Pili, kuboresha miundombinu ya ufundishaji wa kisasa na mafunzo ya vitendo. Nimetaarifiwa kuwa chuo kimewekeza katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kisasa ambayo itawasaidia wanafunzi kujifunza katika viwango vinavyohitajika vya kisasa na kidijitali ili kuendana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Miundombinu hiyo ni pamoja na maabara ya kompyuta, maktaba ya kisasa, mifumo ya kisasa ya ujifunzaji na ufundishaji, smart teaching systems tumeambiwa hapa, na uanzishwaji wa madarasa janja, smart classes. Ubunifu na uwekezaji huu vinaoifanya IAA kuwa miongoni mwa taasisi zinazotoa elimu ya kisasa na ya viwango vya kimataifa. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, mradi wa HEET, Higher Education for Economic Transformation, ni sehemu muhimu ya mageuzi ya elimu ya juu nchini. Nimeelezwa kuwa chini ya HEET IAA imeboresha miundombinu ya kufundisha na kujifunzia kwa kiwango kikubwa. Ujenzi na ukarabati wa majengo ya kisasa katika kampasi ya Arusha, Babati na Songea unaendelea kuongeza uwezo wa chuo kupokea wanafunzi zaidi. Imeelezwa hapa kwamba tunaimarisha kama serikali elimu ya msingi na sekondari ambayo italeta wanafunzi wengi kwenye ngazi hizi za elimu. Hivyo kuongeza makampasi hizo itawezesha hao kupata nafasi ya kusoma elimu za juu. Imenunua vifaa vya tehama vya kisasa. Wahadhiri wamepata mafunzo, maarifa na ujuzi wa kisasa unaowawezesha kufundisha kwa mbinu zinazokidhi viwango vya kimataifa. Maboresho haya sio tu yanaongeza ubora wa elimu, bali pia yanachochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maeneo yote ambayo chuo kinafanya kazi. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, moja ya nguzo za dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-50 ni kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Miongoni mwa maeneo ya kipaumbele katika kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya jamii ni kuwa na jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na inayopenda kujifunza. Natoa wito kwa uongozi wa chuo cha uhasibu wa Arusha kuhakikisha kuwa mipango na malengo yenu ya muda mrefu na mfupi inajikita katika kuandaa wahitimu wenye maarifa ya masuala ya kifedha, uwezo wa kufanya maamuzi sahihi juu ya matumizi ya fedha, kusimamia rasilimali kwa ufanisi, kuchangia katika ukuaji wa uchumi na kutumia elimu walioipata kusaidia jamii na serikali kujenga uwezo wa Tanzania kukabiliana na mabadiliko ya kiulimwengu. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, serikali inatambua mchango wa chuo cha uhasibu Arusha katika maendeleo ya taifa kwa utafiti, ushauri wa kitaalamu, consultants, na huduma za jamii, community engagement, katika maeneo mbalimbali, mathalan katika kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara wadogo katika maeneo zilizopo kampasi ya chuo, kutoa ushauri wa biashara na uchambuzi wa masuala ya fedha na
kuendesha tafiti zinazochangia katika sera za nchi. IAA kwetu sisi kwa wizara na serikali ni zaidi ya chuo. Ni mshirika wa maendeleo ya jamii na nchi yetu kwa ujumla. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, sisi kama wizara tunajivunia ukuaji wa chuo na mwelekeo na malengo yake ya baadaye. Leo tunashuhudia chuo kinachukua kwa kasi na kinachoimarika kitaalamu, kimataifa na kimitandao. Idadi ya wanafunzi inaongezeka kila mwaka, ikiwa ni ishara ya kuaminiwa kwa chuo hiki. Utafiti umeimarishwa, miundombinu inawanufaisha wanafunzi na wahadhiri. Ubora unaongezeka katika miaka ijayo. Ninaamini IAA itaendelea kuwa kama ifuatavyo: kitivo cha ubora katika uhasibu, fedha, tehama, benki, uchumi, bima, usimamizi wa biashara, ununuzi na ugavi, masoko na fani nyingine nyingi zinazotolewa hapa kwa sasa na mtakazo tarajia kuzianzisha. Kituo halisi cha ubunifu na tehama katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hayo ni mambo kadhaa ambayo tunatarajia chuo hiki mwisho wa siku kitakuwa. Kituo mahili cha utafiti wa uchumi na biashara, lakini pia mzalishaji wa wataalamu mahiri wenye maadili, ubunifu na uwezo wa kushindana kimataifa. Ndugu wahitimu, mengi yameongelewa hapa na walioongea awali, lakini niseme yafuatayo. Muda mfupi ujao nitawatunuku stashahada ya juu na shahada ya chuo cha uhasibu Arusha katika fani mbalimbali mlizozisomea. Leo ni siku muhimu na ya kukumbukwa sana kwenu. Mnalijua hiyo na wazazi wanajua hivyo. Wazazi, walezi, ndugu, jamaa na jamaa zenu wanajivunia mafanikio yenu hayo. Wahadhiri wetu na jumuiya ya chuo cha uhasibu Arusha wanaona fahari kufanikiwa kutoa kundi lingine la wahitimu wa chuo hiki kwa mwaka huu wa 2025. Ndugu wahitimu, leo ni siku yenu, na wapongezeni sana kwa bidii, nidhamu, kujituma na uvumilivu wenu. Ni dhahiri kwamba mmepata changamoto nyingi, lakini mmezishinda. Safari haikuwa rahisi, lakini mmefika. Hongereni sana. Kaeni mkiamini kuwa kile mlichojifunza hapa IAA ndicho kitakuwa msingi wa mafanikio yenu ya baadaye. Mnatakiwa kuwa mabalozi wazuri wa chuo kwa kufanya kazi kwa uadilifu, kutumia ujuzi wenu ipasavyo na kuzingatia maadili ya kitaaluma. Taifa linahitaji vijana kama ninyi, wabunifu, wachapakazi, wanaojifunza kila siku na wanaoweza kutatua changamoto za jamii inayowazunguka. Mmeandaliwa vizuri, nendeni mkalete mabadiliko katika sekta mnazokwenda kutumikia. Thamani na tija ya elimu yenu mlioipata vitaonekana endapo tu mtakuwa waadilifu, wabunifu, wazalendo na mtakapojituma katika kazi mtakazoenda kuzifanya katika maeneo mbalimbali kwenye sekta ya umma na sekta binafsi. Ndugu wahitimu, natoa rai kwenu kwenda kutumia elimu mliopata IAA kama nyenzo ya kujijenga kimaisha na kiteknolojia, kuchochea maendeleo ya familia zenu na kuwa chachu ya maendeleo ya taifa letu. Mkawe vijana mnaotafuta fursa badala ya kusubiri.
mkawe wabunifu katika kutatua changamoto za jamii, mkawe waadilifu katika taaluma zenu, na mtumie maarifa yenu kuongeza tija, ubunifu na ufanisi popote mlipo, ili Tanzania inufaike kupitia kazi zenu, weledi wenu na ndoto zenu zinazotekelezeka. Maana ziko ndoto ambazo hazitekelezeki, achaneni na hizo. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, kwa kumalizia, nataka nirudie kuipongeza IAA kwa mchango wake mkubwa katika taifa. Chuo hiki ni kiungo muhimu sana katika uchumi wa nchi yetu na katika ujenzi wa nguvu kazi yenye ujuzi, maadili na ubunifu. Kwa niaba ya serikali na wapongeza wahitimu wote, wazazi, wahadhiri na uongozi wa chuo kwa mafanikio haya. Mwisho kabisa, ninawatakia kila la heri katika mwaka huu wa masomo ulioanza na mwaka 2025-26, lakini pia niwatakie sikukuu njema za Christmas na mwaka mpya wa 2026. Baada ya kusema hayo, sasa niko tayari kutunuku vyeti kwa wahitimu wetu wa leo, lakini pia lile jukumu lingine la kutoa zawadi. Mungu ibariki IAA na Mungu ibariki Tanzania.